Mtazamaji, ni kwamba tayari mgombea wa Chama cha Mapinduzi ameshafika katika eneo la jumba la uchaguzi hapa maeneo ya Maisara. Kinachosubiriwa ni kuingia ndani ya ukumbi huu ili kazi iweze kufanyika ile ahadi ambayo imetolewa muda mchache kabla ya dakika hizi tunazokuwa nazo sasa hivi. Kwa hivyo anapoingia hapa, bila shaka taratibu mwingine utaelekezwa na kuweza kupatikana kile ambacho ahadi imetolewa. Watu wa studio nadhani mko pamoja na sisi moja kwa moja. Kwanza turejeshe kwenu ili tuweze kusikia kutoka kwenu mawili matatu kabla ya kuturejesha tena kwetu. Asante sana Selme Mohamed pamoja na Fatuma Matulanga kutoka hapo katika afisi za Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC. Hakika ni kwamba tumewapokea vizuri, na hicho ambacho kinaendelea sasa kinathibitisha wazi ni kwamba hii ni ukuaji wa demokrasia nchini. Leo hii kushuhudia vyama mbalimbali vya siasa baada tu ya kushiriki uchaguzi na hapo jana kushuhudia zoezi la uchaguzi. Sasa hakika ni kwamba tayari matokeo yameshatoka kwa majimbo na hasa kwa nafasi hii ya urais. Na sasa ni kwamba Watanzania lakini pia hasa Wazanzibari wanasubiri kwa hamu kuweza kusikia na kujua wakati sasa matokeo yale ya ujumla yatakapotangazwa, kwa maana kwamba matokeo hayo ya ushindi wa kiti cha rais wa Zanzibar. Sasa basi moja kwa moja tuwarejeshe tena kwa wenzetu hapo katika ofisi za Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC. TBC na shirika la utangazaji Tanzania TBC, wageni mbalimbali ambao wako hapa. Naona viongozi na mbalimbali kutoka vyama mbalimbali vya siasa wapo hapa ndani ya ukumbi huu kushuhudia kutangazwa kwa mshindi wa nafasi ya urais wa Zanzibar. Na mbele kabisa meza kuu pale tunamwona mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Jaji George Joseph Kazi. Pembeni yupo mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar Faina. Vile vile tunamwona makamu mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Jaji Aziza Idi Swedi. Na viongozi mbalimbali wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar wamejitokeza kushuhudia kinachoendelea hivi sasa. Na anaonekana hapa mgombea wa CCM kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akiwa na Mama Mariam Mwinyi. Mama Mariam Mwinyi anaonekana kutabasamu kwa kweli. Bila shaka habari zisikia za matokeo ya majimbo lazima zimpe tabasamu. Na watazamaji wa shirika la utangazaji, sasa moja kwa moja tuendelee kusikiliza kinachoendelea ndani ya ukumbi huu. Tupate fursa hiyo kwa sote. Asante. Asalamu alaykum. Awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia siku ya leo kukamilisha zoezi la uchaguzi kwa hali ya salama na amani. Sote ni mashahidi, uchaguzi ni process ndefu. Tumevuka milima na mabonde hadi hapa ambapo tumefikia. Lakini kwa dhati kabisa tunaishukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini sambamba na hilo tunashukuru vyombo vya ulinzi na usalama, lakini tunawashukuru wafanyakazi wote wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar walioanzia makao makuu hadi wale makarani katika vituo ambao wameendesha zoezi hili wakiwa wamekesha katika kuhakikisha kwamba wanatimiza tendo zima la demokrasia ambalo limeambatana na matakwa ya kikatiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, shughuli hii ni ya kwako. Kwa hiyo nisichukue muda, naomba kwa sasa nikukaribishe rasmi ili uweze kuja kuendelea na shughuli hii rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, waheshimiwa wajumbe wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, waheshimiwa wagombea wa kiti cha urais wa Zanzibar, mkurugenzi wa uchaguzi, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa, watendaji wa Tume ya Uchaguzi, waheshimiwa wageni waalikwa, waangalizi wa uchaguzi, waandishi wa habari, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Awali ya yote nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima wa afya
tukaweza kukutana hapa leo katika hafla hii muhimu ya kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, tarehe 29 Oktoba 2025 wananchi wa Zanzibar walipiga kura katika uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa kumchagua rais wa Zanzibar, wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wananchi wote wa Zanzibar kwa ushiriki wao mzuri wa kupiga kura katika hali ya amani na utulivu. Pia natoa shukrani za kipekee kwa vyama vya siasa na wagombea wao kwa ushiriki wao mzuri katika uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka huu. Vile vile napenda kutoa shukrani za dhati kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuziwezesha shughuli za uchaguzi mkuu wa Zanzibar kufanikiwa. Mwisho lakini si kwa umuhimu, na wapongeza wadau wote wa uchaguzi kwa kufanikisha uchaguzi huu kwa nafasi zao. Ndugu wananchi, madhumuni ya hafla hii ni kutangaza matokeo ya urais wa Zanzibar. Baada ya kupokea matokeo hayo kutoka katika vituo vya majumuisho ya wilaya, tume kabla ya kuyatangaza matokeo hayo iliyahakiki kama inavyoelekezwa na kifungu cha 96 cha sheria ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi imeviruhusu vyama vyote vilivyogombea kuwasilisha wakala wao katika kituo cha taifa cha majumuisho kilichopo katika ukumbi wa Jaji Mkuu mstaafu Hamid Mahmud, na mawakala hao wameshiriki kikamilifu katika zoezi hilo. Ndugu wananchi, kwa upande wa matokeo ya uchaguzi kwa wagombea uwakilishi katika majimbo ya uchaguzi na udiwani katika wadi za uchaguzi kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa mwaka 2018 kifungu cha 93 yametangazwa na wasimamizi wa uchaguzi kwa wilaya zote za Zanzibar. Tume kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ya mwaka 2018 kifungu cha 96(2) ndio yenye jukumu na mamlaka ya kutangaza matokeo ya mgombea wa kiti cha rais wa Zanzibar, kazi ambayo tayari imekamilika. Ndugu wananchi, katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 wagombea 11 ndio walioteuliwa kugombea kiti cha rais wa Zanzibar kuviwakilisha vyama vyao kama ifuatavyo. Mgombea wa kwanza ni Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kutoka chama cha CCM. Mgombea wa pili Mheshimiwa Mfaume Hamisi Hassan kutoka chama cha NLD. Mgombea wa tatu ni Mheshimiwa Said Sud Said kutoka chama cha AFP. Mgombea wa nne ni Mheshimiwa Hussein Juma Salim kutoka chama cha TLP. Mgombea wa tano Mheshimiwa Hamis Fakim Gau kutoka chama cha NRA. Mgombea wa sita ni Mheshimiwa Laila Rajab Hamis kutoka NCCR Mageuzi, na alikuwa ndo mwanamama pekee katika kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Mgombea wa saba ni Mheshimiwa Othman Masudi Othman kutoka chama cha ACT Wazalendo. Mgombea wa nane alikuwa Mheshimiwa Juma Ali Khatib kutoka chama cha ADA Tadea. Mgombea wa tisa ni Mheshimiwa Amer Hassan Amer kutoka chama cha Makini. Mgombea wa 10 ni Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed kutoka chama cha ADC, na mgombea wa 11 ni Mheshimiwa Hamad Mohamed Ibrahim kutoka chama cha UPDP. Matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ni kama ifuatavyo. Wapiga kura walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura walikuwa ni 717,557. Wapiga kura waliopiga kura ya rais walikuwa ni 609,996 sawa na 84.88. Kura zilizoharibika ni 8,863 sawa na 1.46. Na kura halali alizopata kila mgombea zilikuwa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Hussein Juma Salim alipata kura 1,065 ambayo ni sawa na 0.18. Mheshimiwa Hamis Fakim Gau alipata kura 1,161 sawa na 0.19. Mheshimiwa Said Sud Said alipata kura 1,238 sawa na 0.21. Mheshimiwa Hamad Mohamed Ibrahim alipata kura 1,299 sawa na 0.22. Mheshimiwa Mfaume Hamis Hassan alipata kura 1,301 sawa na 0.22. Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed alipata kura 1,345 sawa na 0.22. Mheshimiwa Amer Hassan Amer alipata kura 1,435